DW. Maoni. Naam, hujambo msikilizaji na karibu kwenye wasaa mwingine wa kupata maoni ya wataalamu wetu juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Na leo hii tunaijadili Sudan Kusini. Naam, nchi ya Sudan Kusini ilipata uhuru mnamo mwaka 2011 baada ya watu wa nchi hiyo kuunga mkono hoja ya kuwa huru kwa asilimia zaidi ya 98. Sudan Kusini inazingatiwa kuwa nchi mpya huru inayotambuliwa kwa kiwango kikubwa duniani. Lakini nchi hiyo haijawa tulivu tangu mwaka 2013 ambapo wa Sudan Kusini wenyewe kwa wenyewe walianza kuuana. Je, nini hasa ni chanzo cha mgogoro huo? Baada ya kumalizika vita hivyo mnamo mwaka 2020 kati ya majeshi ya serikali na ya wapinzani, Sudan Kusini ilianza kuongozwa na serikali ya mseto iliyoundwa na viongozi wa pande zilizopigana. Salva Kiir ambaye ni rais na Riek Machar ni makamu wake. Makubaliano kadhaa yamefikiwa juu ya kuleta amani kutokana pia na juhudi zilizofanywa na mashirika mbalimbali ya kimataifa ikiwa pamoja na Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Mkataba wa amani wa mwaka 2020 uliimarisha serikali ya mseto ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Lakini huo haukuwa mwarobaini. Mivutano imekuwa inaendelea kati yao na sasa pana hofu ya kuzuka janga lingine kubwa nchini Sudan Kusini, wakati pana taarifa kwamba Uganda ambayo ni nchi jirani imepeleka vikosi nchini humo. Je, ni nini kilichosababisha mvutano mpya na kipi kifanyike ili kuepuka janga lingine la kibinadamu? Kuyajibu maswali hayo ndio madhumuni hasa ya kualika wachambuzi wetu kwenye meza hii ya duara. Na hivi sasa naona niwatambulishe wataalamu wetu. Kutoka nchini Tanzania leo tunajumuika naye kwa mara nyingine tena Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha walimu Shinyanga. Ni mchambuzi wa masuala ya Afrika na ya kimataifa. Vile vile nimebahatika kumpata Bi Mariam Omar, yupo jijini London. Mariam ni mwandishi wa habari, mhariri na mchambuzi wa masuala ya Afrika, Mashariki ya Kati na siasa za Uingereza. Kutoka Kampala, Uganda, tunaye kwenye meza yetu ya duara mwandishi wa habari mwingine Omar Mutasa, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile masuala ya kiuchumi. Na tunaye leo hii pia Saada Mohamed Omar, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ya kijamii. Bi Saada anashughulikia pia masuala yanayohusu vijana. Yeye yuko jijini Nairobi, Kenya. Na mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na wakaribisha sana wachambuzi wetu. Na swali langu la kwanza linakuja kwako Omar Mutasa. Pana hofu ya kuzuka vita vingine nchini Sudan Kusini. Hali ya wasiwasi inazidi kutanda, huku ghasia za wanamgambo zikiwa zinaongezeka. Mabadiliko kwenye baraza la mawaziri na kukamatwa kwa maafisa kadhaa wakuu huko Juba, yote haya yanaashiria kuwa Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake Riek Machar wako katikati ya hali ya vuta ni kuvute. Yaani hakuna amani. Unaizungumziaje hali hii? Asante sana mwenyekiti. Labda ninachoweza kusema ni kwamba taifa la Sudan Kusini, mimi nimeishi pale karibu takriban miaka miwili, na hizi purukushani au kutoamiana zimekuwepo kwa muda mrefu, na tangu walipo saini mkataba wa kuleta amani mwaka 2018 ikabidi bwana Riek Machar arudi kutoka Sudan, akarudi Sudan Kusini. Zimekuwepo hizi chokochoko za kutoaminiana, naweza nikasema hivyo, lakini serikali imekuwepo kwamba ni serikali ya mseto, ambapo tusisahau imekuwa serikali ambayo imekuwa ikiwajumuisha makamu rais watano. Ushafahamu, kuanzia Riek Machar alikuwa makamu rais wa kwanza, alikuweko Wani, lakini sasa hivi kaondolewa akawekwa mwingine na mkewe Garang, wote hao. Kwa hivyo ni serikali ambayo imekuwepo, lakini pamekuwepo ule mkataba ambao uliwekwa saini 2018. Nafikiri mpaka sasa hivi umekuwa ni mkataba ambao haukuweza kukamilika kama ilivyokuwa iwe
au kama mkataba ulivyokuwa ukitaka, mfano jeshi, kwamba pamekuweko bado jeshi limekuwa bado halijaungana, bado kuna hizi sehemu za pembeni, ushafahamu. Ingawa Sudan Kusini ina jeshi lake, jeshi la wananchi wa Sudan Kusini lipo, lakini bado kumekuweko makundi madogo madogo. Haya, kuna makundi mengine mpaka walikwenda Italia wakakaa, ushafahamu, kujaribu kutatua masuala kama haya. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mkataba wa amani uliowekwa saini 2018 naweza kusema kwamba bado haujatimizwa yale walioweka saini. Asante sana kwako Bi Mariam Omar. Kutokana na hayo ambayo Omar Mutasa amezungumza, je, wewe una mtazamo mwingine? Kwa nini Sudan Kusini unadhani mara kwa mara inarudi pale pale kwenye migogoro? Nafikiri hiki ni kidonda ndugu, manake hakiponi kabisa. Hawa jamaa wamekuwa wakizozana kama alivyosema Omar Mutasa kwa miaka mingi sana, na kikubwa hapa wanaangalia wanaoneshana wenyewe ilikuwa nani ana uwezo kumliko mwingine. Alafu wenyewe wanajua kwamba wana wafuasi ambao wapo sawa, nusu kwa nusu. Kwa hiyo unakuta kila mmoja anaona nina haki. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ule mkataba uliowekwa mwaka 2018 ulikuwa na vipengee 8. Na tukiangalia kwa undani ni 30% tu peke yake ndio imeweza kutekelezwa. Mengine hayajaguswa. Na kikubwa muhimu ilikuwa ni pawepo na jeshi la pamoja kama alivyosema Mutasa. Mpaka sasa hivi mambo hayajakuwa sawa, hakujakuwa na kitu kama hicho. Alafu kingine ilikuwa ni swala la kuangalia katiba na kuangalia pia hesabu ya watu ili kujiandaa kwa mambo ya uchaguzi. Unakuta haya yote hayajafikiwa. Lakini kikubwa zaidi ni hayo makundi madogo madogo, mengine yana uwezo mkubwa, kama hilo kundi ambalo linajiita White Army lina uwezo mkubwa, limeipa kichapo pia serikali ya Salva Kiir kwa upande mwingine. Na hapo ndipo panaingia mzozo, manake wengi wanadhani kunaingia ule mtazamo wa ukabila, kwa sababu upande wa Riek Machar anaonekana kuungwa mkono na watu wa Nuer, na upande wa Salva Kiir anaonekana kuungwa mkono na watu wa Dinka. Kwa hiyo unakuta kidogo pia kuna kamtazamo ka ukabila kanaingia hapa, lakini kikubwa zaidi ni ile ubabe na kutaka uwezo wa utawala. Ndio yote hayo unayosema Mariam, hiki ni kidonda ndugu kabisa. Na kugeukia wewe Saada Mohamed Omar, una maoni gani? Shukran sana. Kwa mtazamo wangu, nafikiri Sudan Kusini ilianza na msingi mbaya katika miaka yake ya mwanzoni ya uhuru. Ukizingatia kwamba viongozi wake walishindwa kabisa kuweka mikakati ya kujenga utawala imara na kuishughulikia mivutano ya kikabila, kama alivyosema Bi Mariam, masuala ya ukabila. Utawala dhaifu, tuhuma za mivutano ya kikabila wakati wote imesababisha misukosuko ya kisiasa. Naweza kusema vile vile kwamba kwa kiasi kikubwa hali ya kutiliana mashaka kati ya rais na makamu wake inachangia katika kuleta mivutano nchini humo. Ukiangalia kama kwa mfano Rais Salva Kiir katika miaka iliyopita, kuna wakati alimtuhumu makamu wake Riek Machar kwa kupanga njama za kupindua serikali, na tangu wakati huo hilo nalo limekuwa pia kovu la kisiasa nchini Sudan Kusini, kwa mtazamo wangu. Asante sana Bi Saada. Bila shaka kwetu sisi tulio nje ya Sudan Kusini tunaona sababu kubwa ya migogoro ya mara kwa mara kuwa ni mivutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Je, kunaweza labda kuwepo sababu zingine? Tumaini, wewe unasemaje? Ni kweli sababu zingine zipo kama ambavyo wenzangu wameweza kuzungumza. Wametaja sababu za ukabila, lakini pia wametaja sababu za ubinafsi, na mimi naweza nikasema kwamba sababu kubwa kabisa pia ambazo zinasababisha taifa hili liendelee kuyumba ni kukosekana kwa misingi mizuri ya utawala bora. Kumbuka kwamba taifa hili limepata uhuru kama ulivyosema Mama Zaid mwaka 2011, lakini utaona mgogoro huu walianza nao wakati wako Sudan kule. Tofauti hizi walikuwa nazo. Utakumbuka kwamba Riek Machar pamoja na Salva Kiir hawa walikuwa chama kimoja wakati wanapigania uhuru wa taifa la Sudan Kusini. Lakini tofauti zao zilianza kuonekana kabla hata nchi haijatengenezwa. Kwa hiyo wamekuja kuanza nchi tayari wameshagawanyika. Na kwa bahati mbaya tofauti hizi pia zimezidi kuendelea. Lakini ukiangalia kabisa hasa zinachochewa na maslahi binafsi hayo, lakini pia kukosekana kwa misingi ya utawala bora. Na kama ambavyo naweza nikamnukuu Yasmin Soka
Yasin Soka huyu akiwa ni mwanasheria lakini pia mpiganiaji wa haki za binadamu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kule Sudan Kusini, yeye amebainisha kabisa kwamba sababu kubwa zinazopelekea mgogoro huu ni kukosekana kwa taasisi za kidemokrasia ambazo ni imara, kwa maana ya mahakama, bunge, lakini pia jeshi la polisi. Sasa kumekuwepo na vikundi mbalimbali hizi militias ambavyo vinakuwa vikimiliki silaha. Kuna vikundi vingi sana ambavyo vinamiliki silaha, kitu ambacho pia ni hatari sana katika ujenzi wa amani na utawala bora. Na japo kuwa kwenye mkataba wa makubaliano wa mwaka 2018 kama walivyosema Omar Mutasa kwamba ilikubaliwa kwamba vikundi vyote viunganishwe, lakini kwa bahati mbaya tunaona kwamba havikuunganishwa. Ndio sababu tunaona hata wiki mbili zilizopita baada ya mashambulizi kutokea huko Nasir kwenye mkoa wa Panaili, tayari moja kwa moja kuonekana tofauti kubwa ni kati ya hawa mabwana wawili kama ulivyotaja. Maana ushuhuda ni kwamba Rais Salva Kiir baada ya kuwa amemtimua mkuu wa jimbo la hapa Nile ambaye alikuwa upande wa Riek Machar. Kwa hiyo tofauti hizi bado wameziendeleza, na nafikiri kuendeleza kwa tofauti hizi kunasababishwa na ile ukabila kama alivyosema dada yangu Mariam pale kwamba Wadinka ambao ndio wengi kimsingi ndio Salva Kiir anatokea hilo kabila ambalo ni kubwa. Japo kwa ukiangalia Sudan Kusini na makabila zaidi ya 64, lakini Wadinka hawa wanaonekana kuwa ndio wengi. Na kabila la pili kwa ukubwa ambalo ni hawa Wanue ndio ambao wanatoka Riek Machar. Sasa ukiangalia makundi haya, kwa bahati mbaya kabisa kwamba kuna mafuta katika taifa lile. Kwa hiyo ule mgawanyo wa rasilimali ya mafuta unakuwa hauko katika hali ya usawa katika kuleta maendeleo sawia katika nchi, hasa ambayo ndio imetoka kupata uhuru, inahitaji ipate maendeleo sawa, ipate huduma za kijamii sawa, ipate huduma za kiafya ambazo ziko katika hali ya usawa. Kwa hiyo yote haya yanapelekea mgogoro huu uendelee kufukuta, kwa sababu hiyo kwamba kumekosekana utawala bora, kumekosekana uelewa, kumekosekana elimu bora. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba mgogoro utaendelea, kwa sababu solution zake nafikiri zitachukua muda kidogo katika kuweza kuutatua. Naam, labda nimgeukie tena Omar Mutasa, kutokana na hayo yaliyoelezwa, ukabila, labda Sudan haikujengwa kwenye misingi sawa na sababu ambazo zimetolewa na Tumaini Munale. Yapo makundi mbalimbali yanayohusika nchini Sudan Kusini kama walivyotangulia kutaja wachangiaji wengine, lakini pande muhimu kuu ni mbili. Upande mmoja ni wa Rais Salva Kiir na mwingine ni ule wa makamu wake Riek Machar. Sasa kutokana na yote haya yanayotokea, Mutasa, ni nani unafikiri anapaswa kulaumiwa juu ya mvutano uliopo sasa? Ukitaka kumlaumu mmoja itakuwa kwamba mambo hayawezi kutulia wala hayawezi kukaa sawa. Ushafahamu, yule ni Rais Salva Kiir na huyu ni makamu wake wa kwanza Bwana Riek Machar. Nadhani sio swala la kulaumu, lakini swala la kuweka miundombinu ya kidemokrasia kama wenzangu walivyosema, kwamba hili ndio tatizo ambalo linaonekana bado lipo. Ikiwa waliweza kukaa katika meza moja wakasaini mkataba wa amani, sasa kilichobakia ni kwamba kuaminiana, na kuaminiana ni kutekeleza yale ambayo waliweza kuyasaini. Ikiwa mmoja au pande zote mbili watashindwa, bila shaka kila upande unalawama kwa upande mwingine, sio kwamba upande mmoja kila upande unamlaumu mwenzie, lakini swala ni kwamba mkataba upo. Sasa swala hili la kulaumiana lisiwe kikwazo. Uende chini uangalie mikataba inasema, kwa sababu kila wakilaumiana ndipo wananchi wanapokuja kupata matatizo na watu kuanza kufarikiana na kuanza kupigana, jambo ambalo Sudan imepitia kwa muda mrefu. Mwaka 2013 walipigana, mwaka 2016 walipigana, ushafahamu yote hayo. Sasa hivi nchi badili ya kukaa kuleta maendeleo ya miundombinu, nadhani wasirudi tena katika swala la kukaa kila moja kumuonesha mwenzie kidole kwamba wewe ndio uliofanya makosa. Ukimlaumu mmoja, bila shaka wao kama wao wanajuana nani mkosa nani mkweli. Ushafahamu, kwetu sisi tulioko nje hatuwezi kusema fulani mbaya fulani mbaya, lakini yale makubaliano waliweza kukubaliana yanasema nini? Hili ndilo swala kubwa, Bi Mwenyekiti. Asante sana Bi Sada. Wewe unafikiri viongozi hao wawili Salva Kiir na makamu wake Riek Machar bado wanafaa kuendelea kuwaongoza watu wa Sudan Kusini?
nahisi jamaa wawili kwa kweli wameangusha vibaya sana nchi yao. Lakini ukweli ni kwamba ni watu wa Sudan Kusini wenyewe ndio wanaweza kutoa uamuzi. Ila kwa maoni yangu naona ingelifaa kama watu wengine wangejaribu pia kuongoza, yaani wapeane fursa hata kwa watu wengine pia. Pamoja na kusema hayo, ningependa kueleza kwamba migogoro ya nchini Sudan ni mingi sana. Uchumi kwa dhaifu, serikali yao kutokuwa imara, na uwepo wa makundi mbalimbali yenye maslahi tofauti, kunakuwa na mivutano ya kikabila. Naona lazima haya yote yazingatiwe ili Sudan Kusini iweze kupata utulivu. Yaani kinachotakiwa ni kujenga msingi mpya wa taifa imara. Ukiwepo msingi imara, basi mambo mengine yote na yatafuata bila kujali nani yupo ama hayupo. Huo ndio mtazamo wangu, Bi Mwenyekiti. Bi Mariam, kutokana na mapambano hayo yanaendelea huko Sudan Kusini na haya ambayo wachangiaji wengine wanaendelea kuchangia, unadhani mkataba wa amani wa mwaka 2018 uko hatarini? Labda kabla sijafika kwa hatari ya mkataba, tuangalie lile swali umeuliza ambalo ni muhimu sana. Je, hawa watu wawili wanafaa kuendelea? Mwaka 2013 rais aliitisha kikao ambacho kilikuwa cha kuzungumzia masuala ya kitaifa, na kukawa na maoni mengi sana kutoka kwa wananchi wa kawaida, na wote walikubaliana wakasema kwamba wanaowaangusha ni hawa viongozi na hawafai kuwepo. Lakini nafikiri hawakusikilizwa na yote hayo yalitupiliwa mbali kabisa. Naam, turudi basi katika mambo ya makubaliano ya mwaka 2018 ya amani. Tayari jamaa wamesema wanajitoa, Riek Machar wamesema wanajiondoa, na wanasema wanajiondoa kwa sababu wamechokozwa moja kwa moja, kwa sababu wao wanasema hawana uhusiano wowote na kilichotokea kule lile jimbo la Nuri. Wanasema hawakuhusika kabisa kule Upper Nile. Wanasema wao hawajahusika na hilo kundi la White Army. Lakini kwa nini wamekamatwa? Wamekamatwa kwa sababu Salva Kiir ana uwezo wa kufanya hivyo. Na sharti lao kubwa wamesema ikiwa kama watatakiwa kuendelea na swala hili la mkataba wa amani na kuwa pamoja katika mambo ya utawala, basi itabidi watu wao walokamatwa wote, manake wengi walokamatwa ni watu wa karibu sana na Riek Machar. Kwa hivyo wanasema wote waachiwe. Na hili swala pia limeungwa mkono na IGAD. IGAD imesema hawa jamaa waachiwe ikiwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuonesha kwamba wanahitaji kupelekwa mahakamani kwa sababu wamehusika na kuleta matatizo ya usalama katika nchi. Kwa hiyo nafikiri unalegalega. Munale, wewe unaonaje hayo yote yakifanywa aliyosema Bi Mariam Omar? Sudan Kusini inaweza kuendelea kubaki kwenye njia ya amani? Kabisa. Kuna uwezekano mkubwa kabisa Sudan Kusini kubaki kwenye amani endapo makubaliano ya huo mkataba wa mwaka 2018 yatatekelezwa. Na utakumbuka pia mojawapo ya makubaliano ilikuwa kuwepo na uchaguzi huru na haki, kitu ambacho ni moja ya vitu ambavyo bado havijatekelezwa mpaka sasa hivi, sababu utaona bado Salva Kiir ndio bado yuko pale pale. Kwa hiyo, lakini pia kuna baadhi ya mambo mengi pia ambayo hajatekelezwa. Kwa mfano, kugawana sawa mapato ya mafuta. Utakumbuka pia Sudan Kusini kuna uchimbaji wa mafuta ambapo wa China ndio wamechukua mikataba mingi. Kwa hiyo jambo hili pia ni la msingi kuzingatiwa, kwa sababu hauwezi kuunganisha taifa endapo katika mgawanyo wa rasilimali haujazingatiwa. Lakini pia kulikuwa na kunyang'anya silaha vile vikundi, kwa sababu kunapokuwepo na makundi mengi ndani ya nchi ambayo yana silaha pia ni hatari. Kulikuwa na hilo sharti la kunyang'anya silaha. Tatizo linalokuja kujitokeza hapa ni kwamba serikali ya Sudan Kusini imekuwa ikitumia nguvu. Kwa mfano kama hilo tukio lililotokea jimbo la Upper Nile, walikuwa wakijaribu kunyang'anya silaha hilo kundi lenye silaha kwa nguvu, kitu ambacho kimsingi ndio kimesababisha pia mauaji, kwa sababu tunajua watu wengi wanaojihusisha na masuala ya vita, wanajeshi wengi, inahitaji muda kuwabadilisha kisaikolojia, kuwaelimisha, lakini kuwasogeza karibu kwa njia za kidiplomasia. Lakini wao wanatumia mabavu, kitu ambacho badala ya kutengeneza amani sasa kinatengeneza tena vurugu na mauaji mengine. Kwa hiyo nadhani katika namna ya kutatua mgogoro huu, viongozi kuacha kugawa watu, kwamba ilitolewa pia katika makubaliano hayo kwamba viongozi hawa Salva Kiir pamoja na Riek Machar kujikita zaidi katika kuwaunganisha watu badala ya kuwagawa. Pia kuwepo na uchaguzi huru na haki, kufanyike sera ya watu na makazi. Ukiangalia mambo yote yale hayajafanyika. Lakini pia ukiacha mkataba huo wa mwaka 2018, kumekuwepo pia na mikataba mingine. Tukichukulia mfano mpango wa Rais Ruto kupitia hii jumuiya ya ushirikiano wa maendeleo ya pembe ya Afrika IGAD,
ambao aliuita Tumaini Peace Initiative pia ulifanyika, na hasa ukilenga kuboresha ule mkataba wa mwaka 2018. Na mkataba huu wa Rais Ruto ulileta uliingiza hata yale makundi mengine ambayo yalikuwa hayajahusishwa katika ule mkataba wa mwanzoni wa mwaka 2018, na hasa ulilenga katika kuleta mgao sawa wa madaraka. Ndio kitu hicho ambacho alikizungumza Omar Mutasa kwamba wakaongeza hadi wale makamu wa rais 5, ikiwa tu ni katika ile hali ya kupunguza ule ukabila na kuleta ule usawa baina ya makundi mbalimbali yaliyopo ndani ya Sudan Kusini. Lakini ukiangalia mambo haya yote yamekuwa hayatekelezwi inavyotakiwa, na ndio sababu unakuta kwamba migogoro bado imekuwa ikiendelea. Na lakini pia hapo tusisahau kwamba kupitia jumuiya pia hiyo ya IGAD, rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh pia alitoa baadhi ya mapendekezo yanayolenga pia katika kutatua mgogoro huo wa Sudan Kusini. Ndiyo. Na akisema pia kwamba lazima yale makubaliano yaliyotokea mwaka 2018 yazidi kuzingatiwa, lakini pia akahamasisha nchi za jumuiya ya IGAD ziwe mstari wa mbele katika kutatua huo mgogoro wa Sudan Kusini. Lakini ndio hiyo ambao sasa nchi ya Uganda mojawapo ambao ni mwanachama katika jumuiya ya IGAD. Na wakati huo vita vinaendelea katika upande mwingine wa Sudan, yani Sudan Kaskazini, Ali Mutasa. Na ikiwa vita vingine vitatokea Sudan Kusini, bila shaka eneo lote linalopakana na Sudan hizo mbili litaguswa, kama inavyodhihirika katika hatua iliyochukuliwa na Uganda. Uganda imewapeleka wanajeshi Sudan Kusini, na itakuwa na athari gani? Kwa maoni yangu naweza kusema kwamba ikiwa serikali ya Uganda imechukua jeshi pale Sudan Kusini, naweza kusema kwamba ni sawa, kwa sababu moja, kwamba hizi nchi zimekuwa na mikataba ya ushirikiano wa pamoja, mikataba ya kijeshi, mikataba ya elimu, mikataba ya utamaduni, na hili swala hivi karibuni lilizungumzwa katika bunge la Uganda. Wabunge wakasema kwamba hili swala lina ngazi zake ambalo linavyoweza kufanya nini kutatuliwa. Kama mimi naweza kusema kwamba nimesikia waziri wa mambo ya habari na mambo ya ushirikiano wa Sudan Kusini Michael Makwei akisema kwamba hawa ni jamaa zetu, tumekuwa nao kwa muda mrefu, na kweli Uganda kwa muda mrefu imekuwa ikisaidia Sudan kihali na mali. Ushafahamu, ukiangalia katika masuala mengi sana, nadhani Sudan Kusini imeweza kuinuka kiuchumi, alau hicho kiuchumi ilichokuwa nacho na utamaduni na maendeleo aliokuwa nayo. Nadhani serikali ya Uganda imefanya bidii kubwa sana katika kulisaidia taifa hilo la Sudan Kusini. Kwa hivyo hili ni swala ambalo kama wao Sudan Kusini wanavyosema, lakini kwangu mimi najua kwamba kuna mikataba hiyo ya ushirikiano ya kijeshi, ya utamaduni, sijui ya mambo ya nje. Kwa hivyo ni swala ambalo liko baina ya taifa na taifa. Bi mwenyekiti. Naam, msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Maoni Meza ya Duara, na leo hii tunaijadili Sudan Kusini. Tunaiangalia mivutano ya nchini humo kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar. Ingawa makubaliano kadhaa yamefikiwa nchini humo juu ya kuleta amani kutokana na juhudi za mashirika mbalimbali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika, Jumuiya ya IGAD na vile Umoja wa Mataifa, lakini mpaka sasa mivutano bado inaendelea na kuna hofu kwamba Sudan Kusini inaweza kutumbukia kwenye vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa ujumla tunauangalia mustakabali wa Sudan Kusini. Endelea kuwa nasi msikilizaji. Bi Mariam, Sudan Kusini sote tunafahamu kwamba ilijipatia uhuru wake mnamo mwaka 2011, na wakati huo dunia nzima ilifurahia uhuru wa nchi hiyo. Lakini vita mbili zimeshatokea nchini humo zilizosababisha vifo vya malaki ya watu. Na sasa kama tulivyozungumza kutoka mwanzo, kuna hofu ya kutokea vita vingine. Unadhani serikali ya Rais Salva Kiir itafaulu katika kushughulikia mgogoro huu mpya? Inaweza kufaulu kwa njia moja tu, ikiwa Salva Kiir kidogo ataacha ubabe, alafu akubali kusikiliza anayoambiwa na watu kutoka nje. Manake ikiwa atasikiliza wapambe wake wa pale ndani huenda wakampotosha, manake wanaangalia mambo kwa misingi tofauti. Wengine kwa maslahi yao, wengine wanaangalia kwa sababu ya ukabila. Lakini ikiwa kama atakubali kusikiliza anachoambiwa na watu kutoka nje, na akaangalia ile nchi kama ni nchi bila kufikiria mimi natoka upande gani,
mambo huenda yakawa sawa. Na hapa nazungumzia nini? Nazungumzia ikiwa atakubali pia kukaa katika meza ya mazungumzo na makundi haya madogo madogo ambayo yameonyesha yana uwezo mkubwa, kama kwa mfano hiyo White Army, akazungumza nao ama akazungumza na viongozi wao na wengine, na akaweza labda kuwapa ule mpango wa kuwahusisha katika jeshi la pamoja, huenda mambo yakawa mazuri. Kwa sababu tukiwa na makundi mengi ambayo yana silaha na yana uwezo wa kupigana, itakuwa kidogo nchi itatatizika kwa masuala ya usalama. Lakini kama ataweza kuwajumuisha wote, akazungumza nao, alafu akawacha awache pupa yake ya kufanya mambo haraka kama vile amefanya sasa hivi, kwenda kuwakamata maafisa ambao wana ukaribu na Riek Machar. Hii inaweza ikafanyika tu kwa juhudi za pamoja na kusikiliza watu nje ya Sudan pia ambao wanaiangalia Sudan wakiwa nje. Mtazamo wako, Tumaini Munale, unadhani serikali ya Rais Salva Kiir itafaulu katika kushughulikia mgogoro huu mpya? Inaweza ikafaulu, lakini tukubali tu kwamba itachukua muda mrefu, kwa sababu kama tangu mwaka 2018 mpaka leo ambapo ni miaka 7 sasa, bado mgogoro umezidi kuendelea. Tuone tu kwamba itachukua muda, kwa sababu tayari tofauti zimesha kuwepo kwa kipindi kirefu, na yeye mwenyewe Rais Salva Kiir pia tukubali kwamba kuna mapungufu yake ya kiuongozi ambayo yanapelekea ashindwe kutatua huu mgogoro ama uchukue muda mrefu. Lakini pia changamoto nyingine iliyoko hapa ni hiyo jumuiya yenyewe ya IGAD, kwamba jumuiya ya IGAD ambayo pia ni nchi inahusisha nchi ambazo ni majirani wa Sudan Kusini. Ukiangalia pia zile nchi pia na zenyewe zipo kwenye migogoro. Kianza na Sudani yenyewe iko kwenye mgogoro mkubwa. Somalia tunaona hivi karibuni majuzi tu hapa rais wake Hassan Sheikh Mohamed amenusurika kwenye mashambulizi dhidi ya Al-Shabaab. Lakini pia Ethiopia utaona pia mgogoro wao na Eritrea. Pale zote ni nchi ambazo ndio zinatakiwa pia zisaidie Sudan Kusini. Kwa hivyo haya yote ukiangalia unaona kwamba pia ndio vikwazo vya kwenye kutatua huu mgogoro, kwamba wale wanaotakiwa kusaidia pia na wenyewe wapo kwenye matatizo yao. Kwa hivyo nadhani kwamba hii inaweza ikachukua muda mrefu katika utatuzi wa mgogoro huu wa Sudan Kusini, japo kuwa pia nakubaliana na hoja iliyotolewa na Mariam kwamba inatakiwa pia Rais Salva Kiir akubali ushauri, lakini pia alike makundi mbalimbali, jumuiya za kimataifa, ili ziweze kumsaidia katika kutatua huu mgogoro, lakini pia awe na utayari wa kusikiliza pande zote zinazohasimiana, ikiwemo yale makundi mbalimbali yanayomiliki silaha pamoja na hasimu wake Riek Machar. Akifanya yote au ni manyango kabisa kwamba anaweza kabisa kurudisha amani katika Sudan Kusini, japo kuwa lazima itachukua muda. Bisada, hapo Nairobi, ni hatua gani zinazoweza kuchukuliwa ili kuung'oa mzizi wa fitna nchini Sudan Kusini? Kitu cha kwanza ni kwamba lazima tutambue kwamba juhudi kubwa za kuleta suluhisho zinapaswa kuanzia ndani ya Sudan Kusini kwenyewe. Ina maana pande zote za jamii pia zinapaswa kushirikishwa katika michakato ya kuleta amani ili maendeleo yaweze kufanyika. Pili, watu wa Sudan Kusini wenyewe ndio wanajua wanachokitaka. Kwa sisi majirani au jumuiya ya kimataifa pia inaweza kutoa mchango kwa kuzingatia mazingira ya nchi, yaani kuchangia katika kuleta suluhisho litakalofaa watu wenyewe wa Sudan, yaani kama mapendekezo, alafu najua mwisho wa siku maamuzi yanakuwa yao wenyewe. Ila kwa sasa nadhani Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar watafute njia ya kukutana na kwa pamoja ili kuepusha maafa zaidi. Bwana Mutasa, unakubaliana na maoni hayo ya Bisada? Bila shaka hili ni swala la Wasudani wenyewe wa kusini, lakini kuna sehemu mbili ambazo ni muhimu sana katika swala hili au tatizo hili la Sudan Kusini. Jambo la kwanza, hawa watu wawili Salva Kiir na Riek Machar lazima waletwe kwenye meza ya pamoja, kila mmoja amwangalie mwenzie usoni, waweze kuzungumza nini kiini cha tatizo. Lakini ndani ya South Sudan yenyewe hakuna mtu au kundi linaloweza kuwaleta karibu watu hao wawili kama kanisa Katoliki katika Sudan Kusini. Kanisa Katoliki katika Sudan Kusini lina uwezo sana na wanasikilizwa sana, naweza kusema labda katika pande zote hizo mbili. Mbali ya kanisa la Kikatoliki, lazima IGAD iwe katika mstari wa mbele katika tatizo hili, kwa sababu matatizo haya yanapotokea zaidi, nchi za jirani zitazidi kupata matatizo. Sasa hivi Sudan Kusini, wakimbizi wa Sudan Kusini utawakuta wapo Uganda,
katika karibu na mpaka wa Uganda na Sudan Kusini, wapo wakimbizi wa Sudan Kusini wengi tu. Sasa hivi kuna tatizo la Sudani ya juu ya Khartoum, ambapo pia nao wapo hapa kwa wingi. Kwa hivyo IGAD na Kanisa Katoliki hawa ndio wana msemo zaidi katika suala hili. Tusisahau Papa Francis aliweza kuwabusu miguu yao hawa watu wawili, Salva Kiir na Riek Machar, akiwaomba pawepo amani, akiwaomba waweze kukubaliana. Kwa hivyo naona kwamba hili swala pia bila shaka Kanisa Katoliki bila shaka litaingia tena katika swala hili kuona kwamba Sudan Kusini inapata amani. Sawa kabisa. Bila shaka baadhi ya nchi na mashirika ya kimataifa yametoa wito wa kupunguza kasi ya kuelekea kwenye vita nchini Sudan Kusini. Tuangalie Umoja wa Afrika. Tumaini Munale, unaonaje? Umoja wa Afrika unaweza kusaidia kusuluhisha? Asante mama tena Bwazizi. Umoja wa Afrika unaweza ukasaidia, na hasa ukizingatia kwamba uongozi huo ulioingia sasa hivi wamekuwa mstari wa mbele zaidi katika kutafuta amani, na tumeona namna ambavyo rais wa Angola anajitahidi kutaka kusuluhisha hizo pande mbili zinazosababisha mgogoro wa Kongo DRC. Lakini pia hata huu mgogoro wa Sudan Kusini, ninachokiona tu kwamba Umoja wa Afrika bado hilo jukumu umelikabidhi kwa jumuiya ya IGAD, kwa maana ya kwamba jumuiya ya IGAD utatue kwanza wao, lakini pia mapendekezo watakayoyapata wale jumuiya ya IGAD ndio sasa wayapeleke katika jumuiya ya Afrika. Na ndio maana ule mkutano uliofanyika wa IGAD, mkutano wa 43 ambao ulifanyika jijini Nairobi, ulitoka na hayo mapendekezo sasa ya kwamba uheshimiwe ule mkataba uliosainiwa pale mwanzoni, lakini pia wakashauri moja kwa moja kwamba kuwe na muendelezo wa mazungumzo, lakini pia wakashauri kuwepo na utatuzi wa mgogoro huo kwa maana ya majadiliano ya kisiasa, misaada ya kijeshi, ambayo sasa ndio hilo ambalo pia Uganda wamefanya. Kwa hiyo mkutano huo ni muendelezo sasa wa jitihada ambazo Umoja wa Afrika unazifanya kupitia hizi jumuiya zilizoko chini ikiwemo hiyo IGAD. Na ni imani yangu kabisa kwamba wanaweza kufanikiwa katika kutatua licha ya changamoto hizo ambazo tumeweza kuzidadavua hapo mwanzoni, namna ambavyo zilivyokuwa pia ni kubwa. Naona muda wenyewe unatutupa kisogo. Labda ningependa kulitoa swali hili kwenu nyote, na nitaanza na wewe Tumaini Munale. Je, vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaweza kuepukika? Vinaweza kuepukika, na vinaweza kuepukika kama nchi jirani na nchi wanachama wa IGAD utaweza kujitoa kama ambavyo Uganda amefanya, kupeleka majeshi kule kuweza kuyazima yale makundi ambayo yametaka kuleta mgogoro. Lakini pia hata sasa hivi ukiangalia tangu haya mashambulizi yamefanyika kwenye jimbo la Upper Nile mpaka sasa tunaona pia kuna utulivu kiasi fulani, kwa maana ya kwamba wamefanikiwa kutuliza migogoro ama vurugu ambazo zilikuwa zimekwisha anza pale mwanzoni katika hatua za awali. Kwa hiyo ni imani yangu kabisa kwamba wakiendelea vile namna ambavyo wanafanya katika kuyazima yale makundi hasimu, lakini pia katika kufanya makubaliano na mikutano kadhaa ya kushirikishana na kuondoa zile tofauti za kikabila, kuimarisha mihimili ya serikali, kuleta utawala bora, kuleta demokrasi, kutengeneza pia katiba mpya. Nafikiri haya yote na mengine pia yanahitaji muda mrefu, kuboresha mifumo ya kielimu, sababu njia pekee ya kuja kuondoa ukabila ni lazima tu waboreshe mfumo wa elimu na kuongeza ule uelewa. Kishaongeza uelewa kupitia elimu, pia hata ubinafsi watakuwa umepungua, pia hata kugombania ukabila itakuwa imepungua. Kwa hiyo haya yatahitaji muda, lakini kwa njia za haraka hizi wanaweza kutumia mbinu za kijeshi. Hiyo itasaidia zaidi katika kutuliza ghasia ama kutuliza pia vita kama ambavyo ilitokea mwaka 2013. Asante sana. Kwako Bi Mariam Omar, wewe unasemaje? Je, vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaweza kuepukika? Nafikiri vinaweza kuepukika. Sioni IGAD ikikaa macho na kuangalia yale yaliyotokea katika mwaka 2013 mpaka kwenda 18 yatakubalika tena. Na ninasema hivi kwa sababu unaona wanaangalia kwa karibu sana, kwa sababu kilichotokea mwezi jana na mwezi huu
unakuta IGAD imekuwa inazungumzia, na hasa haya mambo ya kuhusu hawa White Army, imekwenda moja kwa moja ikasema na Salva Kiir hakuwa na sababu nzuri ya kuwakamata wale maafisa na ule waziri ambao wako upande wa Riek Machar, na kusema kwamba hilo ni kosa na ajaribu kulirekebisha. Hapa unaona ni kwamba wanamkemea huyu bwana bila wasiwasi, bila kumuogopa. Ina maana pakiwa na matatizo watakuja katika hali hiyo ya kusema huyu amekosa na huyu anafaa kurekebika kwa njia hii na nyingine. Nafikiri kuna watu wengi sana macho yao yote yapo kwa Salva Kiir na utawala wake, na nafikiri huenda safari hii akaweza kusaidiwa, akiwa yeye mwenyewe pia atataka kusaidiwa. Vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaweza kuepukika? Bi Saada Mohamed Omar, upi mtazamo wako? Unajua, kila kiongozi ana vikosi vyake vya kijeshi, na hilo ndilo tatizo la Sudan Kusini. Tathmini za kimataifa zinaonyesha kwamba hali ya usalama inazidi kuzorota kwa kasi katika nchi hiyo. Pia tukumbuke kwamba aina ya mivutano tunaiona sasa Sudan Kusini na uhusiano mkubwa na kuenea kwa vita katika nchi jirani ya Sudan. Inabidi yafanyike mazungumzo ya kisiasa ya kweli ili kuzuia uhasama zaidi kuendelea. Vinginevyo itakuwa shida kuvipuka vita nchini humo Sudan Kusini. Tufungie mjadala huu, Omar Mutasa. Rais Salva Kiir Mayardit, nakumbuka nilipokuwa katika nchi hiyo, alikuwa akisisitiza, kuna maneno akiyasema kwamba hapendi wala haombi nchi ya Sudan Kusini kwamba itarejea tena katika vita vilivyokuwepo. Hili amekuwa akikariri neno hili kwamba kamwe hatutokubali Sudan Kusini irejee katika vita vilivyokuwepo, na Machar mwenyewe huwa akizungumza maneno kama hayo. Na tusisahau wadhamini wa mkataba wa 2018 IGAD ambayo iko chini ya Umoja wa Afrika wapo bado hai, na bila shaka wataingilia katika swala hilo, na wao wamekuwa wakisema kwamba matatizo ya Afrika lazima yatatuliwe na Waafrika wenyewe. Kwa hivyo IGAD bila shaka naona sasa hivi macho yao yamefunguka na hakuna njia isipokuwa kurejea Juba kuweza kwenda kufanya nini, kumaliza tatizo hili. Na ndipo ninapodhani kwamba sidhani kama vita vitaweza kutokezea, kwa sababu hizi pande mbili zote wamekuwa wakisema maneno kama hayo kwamba hatutaki vita tena virejee nchini Sudan Kusini ili wananchi wetu waweze kupata maafa na matatizo zaidi. Sasa hivi wanapanga mipango ya kuwarejesha wa Sudan waliokuwa nje tena, sasa vilipuke tena vita vingine. Kwa hivyo nadhani vita huenda vikaepukika visiwepo. Sawa kabisa, Omar Mutasa. Kwa kauli hiyo naona unaashiria hapo kwamba vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaweza kuepukika. Na kwa kauli hiyo, msikilizaji, nami ndio naifunga meza yetu ya duara kwa wiki hii. Shukurani nyingi kwa wataalamu wetu walioshiriki. Tumaini Munale kutoka Shinyanga, Tanzania. Kutoka jijini London tulikuwa naye Bi Mariam Omar, na kushukuru pia Omar Mutasa ukiwa jijini Kampala, Uganda, na vile Bi Saada Mohamed Omar ukiwa jijini Nairobi, Kenya. Asante msikilizaji kwa kututegea. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa meza ya duara leo hii. Jina langu ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.